Karibu katika episode ya 5 ya recap yetu. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Lakini pia kama bado hujatazama sehemu ya 4, basi unaweza kugusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda sawa. Bidada Doshi akiwa katika ofisi yake ya kifahari kweli kweli, siku ya leo alikuwa amemwalika Mwamba kuja kufanya utafiti na kuweza kugundua ni nani ambaye aliweza kuingia katika chumba cha bibi yake na kuweza kubadilisha madawa. Na tulipokuwa tumekomea katika episode ya 4 ni baada ya kushuhudia kwamba Mwamba alikuwa akimpatia bidada masharti kwamba pindi atakapokuwa amemsaidia basi na bidada awe tayari kumsaidia kumpatia mkono wake kila mara atakapokuwa na uhitaji. Bidada akawa amekubali. Mwamba akamshika mkono wake kisha akaanza kupiga kimbola ili aweze kuona footage ama tukio zima linalomuonesha mhalifu aliyekuwa ameweza kubadilisha dawa katika chumba cha mama yake. Lakini Mwamba akijaribu kupiga kila kimbola anashangaa anatoka hola tu. Jaribio la kwanza hola, la pili hola. Mwisho wa siku bana akaamua kutuliza akili yake na kupiga kimbola chake katika peni. Peni ikawa imekuja. Sasa ili waweze kujua kifo cha bibi kilikuwa vipi, ikabidi kuweza kupiga kimbola kingine na mwisho wa siku akajikuta wameweza kuhama katika eneo lile na moja kwa moja akatokea katika eneo fulani hivi kama library vya vitabu. Na lakini wakiwa katika eneo hili alikuwa anasikia baadhi ya watu wanapiga umbea na walikuwa wanawasema wao wenyewe wakisema kwamba bidada Doshi huenda ana date na Mwamba Guan kwa sababu muda mwingi wako jirani sana unajua Lakini kwa sababu bidada alikuwaga amemkataaga Mwamba, mimi nadhani kwamba tunaenda tukawasaidia jambo moja hivi la msingi kweli kweli, kwa sababu kama aliweza kumkataa Mwamba siku ile ya msiba, kwa nini sisi tusitengeneze mazingira ya hao watu ili kuwa pamoja? Tuandae kama hivi msosi wa pamoja wa kiofisi, alafu wao watakapokuwa wamekuja pamoja tuweke katika siti moja, na wakati huo wanakula mwisho wa siku watajikuta wameshikana mikono na mwisho wa siku bana watajikuta wanakuwa pamoja ujue. Hasa haya maneno ambayo wanasikia wafanyakazi wanayazungumza yakawasababisha wao kuanza kuoneana aibu na mikono yao kweli ikawa imegusana. Wakaanza kuona aibu zaidi na kuanza kujiuliza ni kwa nini huu uchawi umekuja kutuleta katika meno haya? Kwa sababu sisi tunataka kujua ukweli ni nani ambaye aliweza kumuua bibi. Alafu tunaitwa katika meno ambayo tunazungumziwa katika mambo mengine kabisa. Huu ujinga ni. Alafu nawe sogea huko bana usiniguse. Nawe sogea huko. Nawe sogea huko. Nawe sogea huko. Mwisho wa siku makelele yakawa mengi sana hapa. Wafanyakazi wakawa wamesikia wakafungua mlango. Lakini wakati huo Mwamba Guan alikuwa ameshamsafirisha bidada na kumleta upande mwingine. Mwamba Guan akamwambia bidada kwamba tunazungushwa hivi kwa sababu huyo mtu inaonekana kwamba hatujawahi kuona uso wake kabisa, na kama tumewahi kuona uso wake basi sio uso wake original. Kwa lugha nyepesi ni kwamba huyo mtu anayefanya matukio manake sura aliyokuwa anaitumia sio ya kwake. Kwa hiyo akagundua kwamba kama mwahi kumuona muuaji basi walimuona akiwa amevalia kinyago fulani lakini sio katika sura yake. Lakini kama ungeweza kutumia uchawi huu basi kama yule mtu mwahi kuona katika sura yake halisia basi ungeweza kutokea pale pale alipo. Nyakati za usiku bidada akiwa amerudi pale nyumbani kwake, moja kwa moja alizidi kufanya upelelezi kugundua kwamba ni nani ambaye aliweza kuhusika kuingia katika chumba cha bibi. Mwisho wa siku akagundua kwamba inaonekana kuna video ilikuwa imekatwa katikati hapa. Kuna kitu kimoja ambacho kimeweza kufanyika kinaitwa kutrim out. Yaani unaweza kukata kipande kidogo sana katika video yako ndefu na mwisho wa siku kile kipande unakitoa peke yake. Na bidada katika harakati za uchunguzi akagundua kwamba kuna kipande kilikuwa kimekatwa katika video ndefu ilikuwa inaonyesha tukio zima la chumba ambacho bibi alikuwa anashinda. Lakini pia yule Mwamba anayempendaga sana bidada akasema kwamba juu laptop yake inaonekana pia kuna vitu vimeweza kufutwa ndani ya laptop yake. Sasa baadaye kama vile wafanyakazi walivyokuwa wamepanga kwamba wataandaa chakula cha jioni ili kuweza kuwakutanisha wawili hawa waweze kupendana. Ni kweli kabisa bana. Baadaye Mwamba akiwa ameketi na bidada hapa akawa amemshika mkono na lengo la kumshika mkono ni kuweza kujichaji mwili wake. Lakini kuna mfanyakazi mmoja mbea kweli kweli akajifanya ameangusha stiki yake kuja kutazama chini akagundua kwamba bidada alikuwa ameshikwa mkono na Mwamba. Akasema wow, sasa kimetiki hapa. Sasa bidada akaamua kuwafungukia kusema kwamba kumbe unampendaga bidada na kwa nini ulikuwa usemi? Lakini Mwamba akasema kwamba mapenzi sio kama kuku, yani unamuona mtu siku ya kwanza tu unampenda siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ukipendana namna hiyo na mtu basi unakuwa ni kama kuku hivi. Bidada kusikia kwamba yeye anafanishwa na kuku alikasirika sana. Mwamba Guan akamfuata bidada mpaka huko nje kisha akamuuliza kwamba nilikuwa nachaji mkono wangu pale kwako lakini umeweza kunitoa, ulikuwa na maana gani? Bidada akamwambia kuwa nilivyoona kwamba unanifananisha mimi na kuku. Akasema kwa hiyo mimi nisiwafundishe watu wengine kwa kukofia wewe, hauna maana gani wewe? Alafu nisikilize, sio kwa sababu eti nilikwambia kwamba nahitaji kushika mkono wako ili lisiweze kuzeeka basi ukatumia kama fimbo kuniadhibu. Mimi sindeshwi kiasi hicho, mimi ni mwanaume ambaye nina misimamo yangu bana. Kuanzia leo sitaki kabisa unishike. Lakini jamaa akafikiria kwamba licha ya kwamba ameweza kumwacha bidada katika hali ya hasira namna ile, ila bidada anaweza kaingia katika hatari wakati wote ule kwa sababu anawindwa sana. Na ile hajamaliza tu kufikiria vizuri, wakaja lile kundi la waoni ambao bosi wao aliweza kuuliwa siku za hivi karibuni na nafsi yake kaweza kuchukuliwa. Wana hasira sana wao jamaa, wakawa wamemzingira na kusema kwamba leo tunakula sahani moja na wewe. Walimtembezea Mwamba kichapo kizito. Mwisho wa siku jamaa akajifanya kwamba anakunja gazeti na yeye aweze kuwatembezea kichapo. Bwana kumbe Mwamba alikuwa anajivutia gia kwa sababu anataka kuchoropoka hapa, akakimbia kweli kweli na mwisho wa siku akawa amemzingira. Walimpiga sana Mwamba na mwisho wa siku jamaa damu zikaanza kumtoka puani. Wakati huo bidada anafika eneo la tukio anakuta jamaa ameweza kuzingirwa. Haraka sana akawa amepiga mruzi kisha akamwambia hawa jamaa kwamba nitakwenda kuwapiga na hii hapa shoti ya umeme. Dakika chache mbele akaanza kuwazugazuga na kibunduki fana hivi kinachotoa moshi wa pilipili. Baada ya hapo akaweza kumfuma Mwamba na baada ya kukutua tu katika kifua cha jamaa akapata nguvu. Ndani ya dakika 3 tu za mwanzo tayari watu wote walikuwa wameweza kulazwa chini. Lakini wakati tukio hili lote zima linaendelea, kumbe yule muuaji alikuwa kando na rekodi. Baada ya hapo Mwamba akawa amejificha na kuondoka zake. Lakini huko upande wa pili tunaonyesha kwamba Guan alikuwa ameleta bidada mpaka nyumbani kisha akawa amemwachia mkono wake. Lakini Mwamba kimya ulikuwa na sababu kubwa sana.
sana, kwa sababu alipokuwa ametoka katika eneo hilo alikuja kugundua kuwa moyo wake ni kama ulianza kudunda. Kumbuka kwamba huyu jamaa si binadamu na moyo wake ulisimama kudunda miaka 200 iliweza kupita nyuma, lakini siku ya leo alishangaa kuona kwamba kuna mapigo kwa mbali anaanza kuyasikia. Naye bidada Dushi huko bafuni anawaza kweli kweli, akijifikiria mwamba, huyu jamaa mbona anajifanya jeuli sana, kinaingia katika hatari na kisaidia, lakini mimi kinanichukulia poa poa tu, nikikiomba kitu akinipi. Sasa kila wakati tu tunashikana. Vipi siku moja nikija kuolewa tutaendelea kushikana hivyo hivyo tu bana? Hili natakiwa lifikirie bana, mimi natakiwa linioe jamaa. Bidada alikosa kabisa usingizi nyakati zile za usiku. Mwisho wa siku akafikiria kwamba kwa nini siende kule ambako mwamba Guan anatokeaga mara nyingi sana. Huenda atakutana na ndugu zake ambao atakwenda kunieleza undani wake, na mwisho wa siku bana naweza kujua mwamba na dini naye vipi. Basi bidada akafunga safari mpaka kufika kule katika kile kituo ambacho mwamba anaendeshaga mafunzo ya madensa, na alipofika tu akakutana na bidada mmoja hivi. Huyu bidada anampendaga sana mwamba Guan. Wakanyoshiana silaha kwa muda kidogo, lakini bidada akasema kwamba mimi nina mahusiano ya karibu sana na mwamba Guan. Bidada alipoyasikia maneno haya alijikuta anachoka kabisa, na bidada hakutaka kabisa kupoteza muda, moja kwa moja kama ameingia hapa ndani kwenda kuchunguza hii ofisi ya mwamba. Ndani ya ofisi alikutana na vitu vya kushangaza sana. Alikutana na saa nyingi zilizokuwa ukutani, na kila saa inaonyesha kwamba ina dakika 10 tu. Kumbe bana, watu wote ambao wanapewa masharti huwa zinahesabika kama dakika 10 tu. Kiuhalisia katika ulimwengu wa roho ni kwamba huwa wanapewaga dakika 10 tu za kuweza kuishi na ule utajiri wao, lakini huku duniani wanapokuwa wameishi wanahisi kama wameishi miaka 10. Baadaye akaingia katika library fulani hivi na kukutana kuna vitabu vingi mno, na mwisho wa siku akafanikiwa kukiona kitabu fulani kiko juu kabisa, kilikuwa kina kidude fulani kinachoweza kung'aa. Bidada akaanza kuhangaika kuweza kukishika kile kidude, lakini mwisho wa siku mwamba akajitokeza na kusema kwamba hivi ni sawa kweli kwa mtu kushika vitu vya mtu mwingine pasipo ruhusa? Hasa bidada Dushi ni mbishi kweli, akasema hapana, sikushika, ila nilikuwa nataka nishike, kwa hiyo bado sina haki ya kuwa nimehesabiwa kama mkosaji. Lakini alipokuwa akimtazama jamaa akagundua kuwa jamaa alikuwa na msalaba katika eneo lake la kifua. Akamwambia, wewe ni shetani, inakuwaje unavaa msalaba katika eneo la kifua, kwa maana ya rozari? Lakini hata kabla mwamba hajaweza kujibu, yule bidada alikuwa nje ya mlango ambaye anampendaga sana mwamba Guan. Moja kwa moja kama ameingia ndani na kuanza kumkea jamaa, na alikuwa anaonyesha ujirani mkubwa kiasi kwamba alikuwa anatoa ujumbe kwa bidada kwamba huyu jamaa ana date naye. Guan akamuuliza bidada, ni kwa nini uliweza kuondoka pasipo hata kuaga? Bidada akasema kwamba nilikuwa nimeondoka pasipo kuaga kwa sababu sikutaka kukokela. Mwamba akamwambia kuwa unamfuatilia mtu asiyekupenda na hawezi kukupenda ujue. Kisha bidada akawa amekasirika na kuondoka. Yaani nyie katika ulimwengu huu kuna watu wakipata nafasi ya kubagaza moyo wa mtu wanaubagaza kweli kweli, na hasa kigundua kwamba unampenda na hauna namna nyingine yeyote. Na mara baada ya bidada kuondoka kwa hasira, jamaa akawa amempigia msaidizi wake na kumwambia kwamba amsindikize bidada, asikubali kumwacha hata hatua mbili. Sasa huku upande wa pili kaka Muwadi alikuwa akitoa taarifa kwa mkuu wake wa kazi, akionyesha ile video alikuwa amerekodi Gauni alipokuwa akishambuliana na wale watu pindi alipokuwa ameshikana na bidada. Lakini huyu bosi wake ambaye anamuongoza huyu Muwadi akawa amemwagiza na kumwambia kuwa unatakiwa kuhakikisha kwamba bidada anapokuwa yuko peke yake unamfanyia mauaji, kwa sababu huyu anaonekana anapata nguvu pindi anapokuwa na huyu jamaa. Na kesho yake alfajiri mwamba Gauni akawa anamshindikiza bidada kuelekea ofisi, lakini mmoja anatembea nyuma, mwingine anatembea mbele bila hata mazungumzo. Sasa hapa wafanyakazi hawaelewi chochote kinachoendelea. Mbona jana walikuwa wanashikana mikono hapo, sasa hivi hawaongei kitu chochote, wakawa wanapigana kidogo mikonyezano hapa ndani. Jamani, nini kinaendelea? Mwamba siku hiyo alikuwa azungumzi na mtu yoyote yule. Mwisho wa siku akaelekea katika maeneo ya jikoni na hapa akaanza kujipatia chai. Sasa hakuna mtu yoyote anaweza kuzungumza na huyu jamaa, wote wanamuogopa, ila isipokuwa mtu mmoja tu ambaye ni secretary wa hapa nyumbani. Lakini kuna mtu mmoja wa delivery alikuwa ameingia hapa akiwa amevalia helmet nyeusi, huku amebeba vyakula katika mikono yake. Inaonekana kuna mtu ambaye anamtafuta. Na bidada Dushi alikuwa anataka kutoka katika ofisi wakati huo, na huyu mtu alikuwa amevalia mavazi meusi akawa anamfuata bidada huku anataka kumnyoshia mkono. Basi secretary alikuja na kumpiga na kitu kizito katika kichwa. Mwamba bodyguard Gaun alipoweza kuona bidada ameshambuliwa, akaanza kumuuliza, "Je, unaendelea vizuri? Kila kitu kiko sawa?" Alionekana kuwa ni mwenye hofu mno. Mwamba akawa anashangaa mwenyewe amekuwa na hofu sana na bidada. Hasa ikafika zamu ya kuweza kumfungua huyu mhalifu alikuwa anataka kumkamata bidada. Kuja kutazama bana akashangani kuona kwamba na mshikaji wake ambaye anafahamika kama Batra alipigwa na secretary mpaka shingo ikawa imezunguka katika helmet. Mwisho wa siku bana anakuja kunyenyuliwa hapa. Jamaa alishangaa sana kumuona mshikaji wake, ikabidi kumuita Chobingo. Batra anasema kwamba katika maisha yako nimegundua kwamba wewe unagombana sana na bidada wakati mwingi, kitu ambacho kinaweza kani hatari, kwani bidada anaweza kabakia wakati mwingine peke yake. Kwa hiyo nikuja kukusaidia. Alafu kumbuka kwamba hali yako sio nzuri sasa hivi katika mapambano. Licha kwamba Mwamba Gauni hapendagi kabisa kuonesha kwa anamjali bidada, lakini siku ya leo akamshukuru sana Batra akimwambia kuwa nakushukuru kweli kwa kuweza kunilindia bidada na kujali juu yake. Dada Dushi akawa amemchukua secretary anamleta huko aje kuomba msamaha kwa sababu aweza kumpiga mtu mpaka shingo ikawa imezunguka. Batra alipoweza kumwona tu secretary haraka sana akaanza kukunja ngumi akisema kwamba wewe mama na mama, wewe nakujua hasira yako ni mbaya sana. Lakini bidada Duhi akasema hapana, tumekuja kufanya tathmini ya hesabu ya malipo namna gani ameweza kukuasili, unatakiwa uende ukatibiwe. Batra akasema hapana, niko sawa kabisa. Lakini alipogundua kwamba kuna kamilioni 3 hivi kanaweza kutolewa, akaona kwamba lakini sio mbaya kama mmeamua nyenyewe kutupa hiyo pesa, sawa tu, asanteni. Mwamba Gauni akasema kuwa acha tamaa mpuuzi wewe. Si ulikataa mara ya kwanza, ukatae mara ya kwanza, mara ya
pili ukubali baada ya kuona pesa, hatuitaki hiyo pesa. Lakini bwana, walisemaga wahenga, kikulacho kinguoni mwako. Kumbe katika kuhangaika kwao kote, muuaji yuko ndani ya ofisi hii na alikuwa akiwatazama vizuri tu. Unadhani nini kitakwenda kujili katika episodi ya 6? Hasa mpenzi mtazamaji, ili kuitazama sehemu ya 6 unatakiwa kuwa makini sana na ufuate maelekezo yangu. Gusa hiyo hapo, inaweza kujitokeza hapo katika skrini yako. Utakapoigusa hiyo na kupeleka moja kwa moja kuitazama sehemu ya 6. Hiyo inaweza kujitokeza upande wa kushoto hapo wa skrini mwako.